kuwapongeza wafanyabiashara wa mkoa huu wa Mbeya kwa kazi nzuri ambayo wamekuwa wakifanya, hasa ya ulipaji wa kodi kwa maendeleo ya taifa. Sasa ndugu zangu, nitumie nafasi hii sasa kuwakumbusha. Sasa hivi tuko katika kipindi cha awamu ya 3 ya malipo ya kodi ya mapato. Kwa hiyo nitumie wito huu kuwakumbusha, kwa sababu mwisho wa malipo hayo ni tarehe 30 mwezi wa 9. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwakumbusha wajitokeze kwa wingi, waje walipe kodi zao, wasisubiri kushurutishwa. Lakini pia niwakumbushe kuwasilisha return. Tuna return mbalimbali, kuna return ya VAT, kuna return ya kodi ya zuio, kuna return ya excise duty kwa maana ile kodi ya excise. Niwaombe tu wajitokeze, wawasilishe return zao, lakini pia walipe, kwa sababu unajua kuna wengine wamewasilisha lakini hawajalipa. Kwa hiyo niwaombe wajitokeze, wawasilishe return zao, walipe ili kuepukana na mambo ya penalty, mambo ya fine ambayo hayana sababu. Kama mtu utawasilisha return yako kwa wakati, ukalipa kwa wakati, sidhani kama unaweza kukutana na mambo kama hayo. Lakini swala la pili ni swala la uanzishwaji wa dawati la uwezeshaji biashara kwa maendeleo ya taifa. Ningependa kutumia nafasi hii kuwasisitiza ndugu wafanyabiashara wa mkoa huu wa Mbeya wajitokeze kwenye dawati hili. Dhumuni la dawati hili ni kuwatambua, kuwasikiliza na kuwawezesha. Naomba nirudie hapa. Dhumuni la hili dawati ni kuwatambua, kuwasikiliza na kuwawezesha, sio kuwatoza kodi. Kwa hiyo niwaombe kwa pamoja wafanyabiashara wote wa Mbeya wajitokeze kwenye hili dawati. Hili dawati naamini kabisa tukulitumia vizuri, sisi wananchi wa Mbeya, wafanyabiashara wa Mbeya, litatutoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Kwa sababu mimi nafahamu kuna wafanyabiashara wengi tu ambao wamekuwa wakifanya biashara lakini hawajui hata taratibu za ufanyaji biashara. Kwa hiyo sisi tumeanzisha dawati hili maalum kabisa ili kuwawezesha wafanyabiashara wafahamu taratibu za kufanya biashara. Kama kuna changamoto yoyote tutazitatua kwa pamoja. Na niwaambie tu kwamba dawati hili limezinduliwa katika wilaya zote za mkoa huu wa Mbeya na hapa mkoani. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisha, wakaribie kwa wingi. Lakini nisisitize, dawati hili hatuendi kumtoza mtu kodi. Tutamtambua, lakini pia tutamuelimisha, kama kuna chochote tutamsaidia. Lakini cha mwisho kabisa ambacho nataka nikizungumzie ni swala la biashara ya mtandao, kwa maana online business. Mnafahamu kwamba kuna wafanyabiashara ambao wanafanya biashara za kawaida, lakini tuna wenzetu wafanyabiashara ambao wanafanya biashara za kwenye mitandao kama vile Airbnb, kuna Amazon, lakini kuna wenzetu ambao watengeneza maudhui ya kwenye mitandao. Kwa hiyo niwachukue nafasi hii pia kuwakaribisha waje wajisajili, lakini pia walipe kodi zao, kwa sababu tunafahamu kuna wengine wamekuwa wakifanya biashara hizi lakini hawajajisajili. Kwa hiyo nitumie muda huu kuwakaribisha sana. Tuna dawati maalum kabisa kwa ajili ya kuwasikiliza na kuwasaidia. Kama kuna changamoto tutajitatua, lakini kikubwa ni waombe tu wajitokeze kwa wingi ili waje wajisajili, mambo yao yaende vizuri. Kodi yetu, maendeleo yetu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.